nashukuru sana. Kwanza nimefurahi sana mmefika wengi maki. Unajua ndio mimi mgeni kwenye mambo. Nikasema leo watatokea hao kweli. Lakini nashukuru mmefika. Nashukuru sana na mimi leo bwana sina mengi sana kuwaita, ila nimewaita kwa ajili nilikuwa nataka nyinyi kwa sababu wana habari, kwa hiyo mwapelekea habari wale watu ambao wamekuwa kinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu. Nilianza mwaka 2003 kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka 2025. Kwa hiyo kama unaona hapa kwa hesabu za haraka haraka ni miaka 22 nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye. Nashukuru Mungu nimepata jibu. Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo 22. Nitengeneze nyimbo 22 ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki, kula, kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya hiyo miaka 22 pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record, na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania, na wenyewe wana habari, ndio watu pekee yao kuwapelekea habari kwamba nina studio, na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo 22 kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kunisupport miaka 22. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu. Nitazitoa kwa awamu kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi record na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya hii interview nitaachia video 4. Zitakuwa ni ndo mwanzo wa hizo nyimbo 22. Kwa hiyo mimi ni hayo tu ndio nilofanya niwaite ndugu zangu. Yeah. Na mwingine studio Blue Record, na nimeanzisha pia studio ambayo nimeileta kwenu, na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka 22 kama unavyoona, mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje ku maintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi. Ni sasa leo hii ukutane na mtu kaishi miaka mingi, mwenye unamuuliza umefanyaje kuishi miaka mingi, yani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine, sababu kwa hiyo miaka 22 na mama unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena hata muziki usipokukataa, basi hata umri wenyewe unakuwa umekukataa. Yaani unakuwa tena so Babiloni yule, unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema nilete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine, Blue wengine. Kwa hiyo nimeileta Blue Record kwenu, na hata hizi nyimbo ambazo nazitoa zote 22 karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maproducer wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikasema na mambo hayo mawili, nyewe wana habari, sijawahi kuifanya kitu kama hichi, lakini nikasema kwa miaka hii 22 ni mingi kwangu na mingi pia kwenye tasnia, niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Ni hayo tu kwa kuanza. Sawa. Mr. Blue, mina swali. Hizo ngoma 22. Labda pengine tunakuwa tunafanya collab na wasanii wakubwa, wasanii kama kuna Diamond, wasanii kama Harmonize, kuna Juice. Kuna baadhi ya wasanii ambao pia ulishe kufanya nao collab, labda pengine hizi ngoma zako 22. Mwategemee wasanii wote, kwa sababu dhumuni la hii project ni kwa mimi kama mtoto wa kwenye tasnia. Kwa miaka hiyo 22 nimepata bahati kubwa sana, nimshukuru Mungu, ya kuweza kushirikiana na wasanii wa kileo na wasanii wa zamani. Kwa sababu mimi nimelelewa na kina Fandesele na kina Juma Nature kipindi hiyo mimi mdogo, wakina TID, kina Dully Sex, wale ndio walo. Lakini wakati nakuwa nimekuja tena kuwa baba, na mimi na nimekutana na wadogo zangu wengine,
ndo hao wakina Diamond, wakina Sinani, wakina nani, wakina, kwa hiyo hao nao bado nafanya nao kazi. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu mwenye bahati sana na namshukuru Mungu. Kwa hiyo katika hiyo mtegemee wa zamani na wapya wote watakuwepo, kwa sababu mimi nawaomba pia kwa wale ambao hawajamaliza, kuna wengine nimeongea nao lakini hawajamalizia, wamalize, kwa sababu ni kama itakuwa kama heshima kwangu wakinipa maua yangu nikiwa bado sijafa, kwa sababu nahitaji vitu kama hivyo, na nikasema basi nifanye ushirikiano. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajamaliza nafikiri watamaliza, ila wengi watakuwepo. Sawa, Blue Records ni record label ama ni studio tu ambayo pengine pengine msanii anataka kuja kurekodi na kulipa pesa, ama utaratibu kwa ni yote hayo? Kwa kama kuna msanii ambaye anataka kuja kurekodi aje, na pia tutatoa wasanii kupitia Blue Record kama wengine wanavyofanya. Diamond tumeona Harmonize nani, hilo ndio dhumuni letu. Ni soon tu, na kupitia nyie waandishi tunatangaza hapa kwamba pia bado tunahitaji, tuna vijana ambao tunao, hata kuna baadhi ya nyimbo ambayo kuna kijana ambaye yupo tumefanya naye April ambaye amefanya naye kwenye hii nyimbo. Ni msanii mchanga wa kike ambao tuko naye pale, hatujamsign official lakini tunamsupport pale, ila kwa bahati mbaya kidogo kwenye hiyo video yeye hayupo. Kwa hiyo ameact kama msichana mwingine, lakini yeye muimbaji ni mwingine kwenye hiyo video. Yeah, kwa hiyo tulitaka tu base sana kwenye rap, lakini tumeona hapana, tutawanyima nafasi wale ambao wanaimba. Kwa hiyo tutachukua wote ili kusaidia vijana. Ndoto ya wasanii wengi sana ndio kwa ndoto yao kufanya collab na Mr. Blue pale, sababu kwamba barabara kwa muda mrefu mtu ambaye anafuatilia na atamini katika hilo. Kuna wepesi kiasi gani mtu ambaye atakuja kurekodi kuweko na kupata collab na Mr. Blue? Yani wepesi huko kabisa, yani kama kuchana karatasi tu au kuzima TV, yani ni very easy. Na ukifuatilia hata mimi watu ambao nimeimba nao, mimi na collab so chini ya 200 za underground, nyenyewe wana habari na shahidi. Kwa hiyo hilo swala bado linaendelea. Sawa, hilo swala bado linaendelea. Kama unafikiri unataka kushirikiana na mimi, njia zangu mimi ni nyepesi kabisa. Sina njia ngumu, nishawahi kusema siku zote. Siangalie hela sana, naangalia hela sana, yote nafanya. Sio, umeelewa? Unaweza ukaja na nidhamu tu nikaimba nawe na hauna kipaji. Sababu nishaimba na watu hao ambao walikuwa hawana kipaji hicho, lakini niliimba nao na baadaye wakaja kuwa ni watu wenye vipaji vikubwa. Wakati naimba nao ilikuwa bado. Na wale wenye vipaji kabisa ila hawana hata 100. Sawa, pia tunawakaribisha. Na wale wenye hela ila hawana vipaji pia tunawakaribisha. Wote tunawakaribisha. Unawezaje kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kwa maana ya msanii mwenye pesa lakini hana kipaji na anahitaji kuimba kwa sababu anamuona Mr. Blue kupitia pesa zake atafundishwa. Atafundishwa na ataimba tu. Wenda Azim kibao anaimba na mwache aje. Johnny bwana Blue Record. Basi umesema na collab za wasanii wengi ambao wameshirikisha. Katika 200. Ndio kusikia kidai kwamba ngoma na baadhi ya ngoma usikumbuke, ni kweli? Ni kweli, hata wasanii si wakumbuki, kwa sababu mwingine anakupigia bwana kaka ndo tunashuti. Naambia tunashuti nini? Ile ngoma tulofanya mimi na wewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu muziki nimekuwa nikiutumikia muda mrefu, na kama nilivyosema sina shughuli yoyote hapa mjini. Shughuli ambazo zingine ninazo siwezi kuziweka wazi, ni shughuli ambazo za kwangu binafsi, siwezi kusema niziite kama biashara, naweza kuziita kama uwekezaji, lakini sana sana pesa nyingi nimeipata kwenye muziki. Kwa hiyo wakati mwingine nafanya kama kazi, wakati mwingine nafanya kama msaada, ndio maana unakuta nimekuwa na kolabo nyingi sana. Yeah. Okay, Mr. Blue. Sawa, Mr. Blue kuna kipindi tunafanya sana kolabo na wasanii. Sana ambao wanachukua sana ziko nyingi sana. Labda tungesema kwa nipo ama ukitolea kufanya zile kazi. Lakini swali la pili la msingi na miaka 22 ndio kufanya press. Hauamini kwenye press ama na kwa nini leo unafanya press? Swali zuri sana video. Wasanii ambao nilikuwa nafanya nao collab na bado still nafanya nao
kama nilivyosema naangalia sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtu anakuja, kwa mfano kama Mabantu walishawahi kuja, nishafanya nao collab kabla hawajatoka. Walikuja na 70,000 wakiwa wamechanga buku. Sio, umeelewa? Ila nilipoona ile hela hao walipoichanga, yaani ukiangalia buku unaona kabisa imechangwa. Unajua buku inakuwa kama inaanza kuzeeka. Unaona hii buku imefichwa sehemu. Lakini kwa kweli nilichukua ile 70,000 na nikaenda kuimba nao, lakini baadaye kuna imani iliniingia. Nafikiri sio tuligawana ile hela. Wao waliondoka na 35, mimi 35. Sio nilibaki na wewe. Kwa sometimes zinatokea, sababu mimi binadamu na kazi yangu muziki. Wengine wanakuja na fedha, tunaelewana, na unaweza kukuta sio fedha kivile wala nini. Hela kula ugali tu siku 2. Lakini wewe unajua hela kula ugali siku 2 unaijua. Wewe unaijua. Lakini unakuta mtu alipotoka katoka mkoani, katoka nini, sometime lake unaiacha, sometime unaichukua. Mwenyewe unakuwa na shida zako unaichukua. Kwa hiyo ndo tunavoelekea huko. Hilo swali la kwanza. Kwa hiyo tunaangalia mambo mengi, sometime nidhamu, sometime pesa. Muona bwana sio muongo, vitu kama hivyo. Una limitation ya kiasi kama wewe chochote? Mimi sina, mimi chochote tu. Mimi unaweza kanipa hela, yani ukashangaa tumeila hapo. Yani tumeila na tumelipa bili hapo. Ila verse yangu ikabaki. Kwa hiyo sometimes ni kupenda tu muziki na kule kusema potelea mbali. Tupitishe kidogo tu. Swali la pili la ujamaa. Sijai kuita press kwa sababu mimi kwanza nachukia interview. Sipendi kuhojiwa. Nilikuwa ni watu wengi wananiita njoo bwana njoo, siwezi kuhojiwa. Naona wewe kwa nini mimi unihoji? Wewe una kitu gani cha kujua kuhusu mimi? Na hiyo ilitokea baada ya nimekuwa nikielezea sana baada ya kutoka kwenye management yangu ya kwanza, kwa sababu mimi nimeanza game nikiwa mtoto. Kwa hiyo nilikuwa nasaidiwa kama mtoto. Baadaye ikatokea changamoto na wale watu ambao wanafanya nao kazi. Kwa hiyo ikajikuta mimi nikaingia kwenye maisha ya kimaskani. Sasa ukishaingia kwenye maisha ya kimaskani, waandishi kwanza wanaona kuzingua. Ndio umeelewa Lakini mwisho siku watu wanaamini wewe una kipaji. Kwa hiyo muziki wako ndio unakuwa unatembea zaidi. Lakini mtu kukuoje unaona kama anakuzingua, atakucholesha. Umeona Kwa hiyo hicho ndio kilichofanya nisio nafanya press na nisio nafanya natokea. Lakini kwa sasa nimeamua kufanya kwa sababu miaka 22 kwenye game bado nafanya show, bado napokea pesa za kimuziki, na nyinyi mmekuwa mkiona baadhi ya nyimbo ambazo nimezitengeneza zimekuwa zikinipa pesa nyingi kusema kweli kupitia muziki. Kwa hiyo naona kuna haja ya kuwapa shukrani. Sasa hivi dunia ina mambo mengi. Naweza nikatoa asante yangu isifike. Nikasema niwaite nyie kwa ajili ya kuwashukuru mashabiki na pia kuambia nina zawadi yao ya nyimbo 22 ambazo ni nyimbo mchanganyiko. Kuna reggae, kuna hip hop, kuna R&B, kuna zouk, kuna mpaka taarabu, kuna singeli, kuna yani muziki yote nimefanya. Yani mpaka nikishatoa hizo nyinyi wenyewe mseme bana Baisa basi nenda kalime. Kupitia nyimbo ulizotuimbia kitambo na hizi zinatosha baba. Sasa chukua tu hela zako. Ndio nichokifanya. Baada ya 22 sasa nitaangalia, inawezekana unajua muziki na upo kwenye damu, lakini sana nafikiri naweza nikakata kiu yenu. Kwa sababu kuna wale wasema Blue Squeeze umekuwa mgumu, unachana tu uimbi. Nyimbo kama za zamani zipo ambazo nimeimba. Kuna wengine wasema staili ya sasa hivi bwana singeli. Nimo kwenye singeli na watu nimeimba nao singeli, kina Meja Kunta, kina Mzee wa Box wapo kwenye hiyo project. Sijui kuna nini taarabu, nao watu wa taarabu. Kwa hiyo nimejaribu kufanya muziki yote kwa ajili ya kukata kiu. Sasa baada ya hapo sijajua nini kitaendelea, lakini hilo ndio dhumuni langu kubwa sana. Ndio maana nikawaita waandishi. Mr. Blue, mimi ningependa kujua, umefanya muziki kwa kipindi kirefu sana na mashabiki wamekuwa enjoy muziki mzuri kutoka kwako. Why umeamua kuja na zawadi, umewaza kufikiria pia kuwabariki nyimbo 22? Sio kitu kingine. Kwa sababu la kwanza okay. Pili, nyimbo 22 nyingi sana. Ni album na naona wasanii wengi sasa hivi wanatoa album kwa ajili ya
wasikilizaji wapate package kubwa ya kuwasikiliza. Why unaamua kutoka kwenye nyimbo 22 ambazo ungeweza kuweka album na stock kwa kama leo unaanza na nyimbo 4 wala sio album nzima ambapo wasanii wasikilizaji wanasikiliza? Swali zuri sana. Sasa hapo kuna mawazo ya taifa na mawazo ya mtu mmoja mmoja. Mawazo yangu mimi ni ya mtu mmoja mmoja kama mimi. Na hii nimesema kuna sababu. Nimetoka kwenye game mwaka 2003 au mwaka 2025. Kwa hiyo nimetimiza miaka 22. Bado watu wakiwa wananisupport na bado nafanya show, bado napata hela muziki. Na kwa wakati mwingine sitoi nyimbo hata miaka 5. Kwa baba name niacheni. Lakini watu wanakuita njoo uimbe huko, njoo huko. Kwa hiyo inaonyesha ni upendo mkubwa. Kwa hiyo mimi ukienda kwa labda tuseme nani? Ukienda kwa mtu ambaye anahusika na kitu fulani, labda mtumishi wa Mungu, zawadi pekee atakupa ni kukuombea dua. Sasa mimi ni msanii, nikasema niwape zawadi gani? Niwape watu hela? Nifanyeje? Wamenisupport sana. Mimi nimetokea kwenye maisha ya kimaskini sana. Yaani nilifika kipindi hakuna kwetu, yaani hamna sehemu ambayo naweza nikasema hapa ni kwetu. Lakini leo kumiliki sehemu nyingi ambazo watu wanaweza kuishi hata sio mimi. Hii ni kutokana na mashabiki. Yaani mashabiki mimi ndio wamenipa hela. Kwa hiyo nitafanyaje? Wamenipa hela kwa nini? Walinipa hela kwa sababu niliwaimbia. Niwape zawadi ya nyimbo. Ndio kitu ambacho kunifanya nisifanye kama album. Nisione kwamba kwa sababu watu watoa album mimi nitoa album. Hapana. Mimi naweza kufanya kitu nitachoamua, ni dunia huru. Kwa hiyo hilo ndio sababu ambayo nilichofanya. Sio swali lingine ulikuwa umesemaje? Swali la kwanza lilikuwa ni kwamba why umeamua kutoa zawadi ya muziki. Kwa hiyo nafikiri nimejibu. Yeah. Swali zuri sana. B.O.B Micharazo ni vitu viwili vilivyoungana ambavyo alikuwa ni Nyandu pamoja na mimi Mr. Blue, na tulikutana tukimaisha kwenye harakati za muziki na baadaye vitu vingi tumefanya mimi na Medundu. Kwa hiyo kupitia watu wake yeye walikuwa nyuma yake na watu wangu mimi walikuwa nyuma yangu, akatokea mtu ambao alitaka kusimamia hili project. Kwa hiyo tulivyoifanya ilikuwa imeisha. Lakini kwa swali lako hilo, ndani ya miaka 22 ya Mr. Blue itakuwa ni ngumu sana ukikosa watu. Kwa hiyo naomba mtegemee hiyo. Yeah. Una mpango gani wa kufanya show kubwa ili Watanzania wote waweze kuhudhuria na kuenjoy ngoma ambazo ulikuwa umeziandaa kama zawadi kwao? Yaani swali zuri sana Gabo. Hii ni Gabi Tanzania. Swali zuri sana. Hii ni kwa sababu tunaanza, ndo kwanza tumeanza zawadi. Unajua unakuwa kama vile kwenye birthday, yani zawadi haziishi. Na kwa sababu ni miaka 22 siwezi kusema zawadi zimeishia hapa. Hiyo ni moja ya plans ambao tunayo. Na nyinyi ni waandishi, kwa hiyo najua kuna watu wengi wanatazama. Kwa hiyo kama kuna wadhamini watatokea, tunawakaribisha. Lakini sisi tulipofikia sasa tumefikia kwenye kuwazawadia mashabiki. Zile nyimbo zitapokuwa zimeenda, watu wameridhika nazo, jumlisha na zile za nyuma, basi tutakaribisha wakuu wote ambao watasema bana Baisa, hapana, unahitaji pia kutuimbia live. Make live niko fiti. Usione live watu wanaongea huko, sijui watu live siku hizo wanapiga mpira nje. Mimi niko sawa. Na mmekuwa mkiona show zangu. Hawasemi tu. Ila niko vizuri. Kwa hiyo watokee watu kama hao tuziperform na nitafurahi sana. Furahi sana kwa sababu ni miaka mingi. Mimi toka niko mtoto mpaka leo na watoto. Kwa hiyo ni miaka mingi sana. Baisa ni mmoja kati ya wasanii ambao watu wengi mitaa, ndio mimi mtoto wa mtaani. Ndio. Nikiwa nazungumza, wengi wao walikuwa mbona unavaa na mitaa nayo unavaa kama bado. Ndio. Lakini pia kile haso zako na show zako zilikuwa zinakubalika sana. Bado zinakubalika. Ndio. Natamani unipitishe kidogo. Collab yako na PNC unakutanisha na nini? PNC kutoka Mwanza.
sawa sawa kabisa. Collab ya PNC kutoka Mwanza, PNC alinipigia simu akiwa Mwanza. Akaniambia kaka bwana, nimekuwa natamani sana kufanya kazi na wewe na mimi nataka nije Dar kwa ajili ya hiyo tu. Sasa hebu jiulize, mtu anatoka Mwanza na kipindi kile Mwanza mbali. Tena Mwanza sasa hivi Mwanza mbali. Mwanza nakumbuka unatumia siku 2 kama unakuja na ndege wa chini. Mnalala pale Singida. Kwa hiyo mjomba naye alilala pale Singida. Muona, tuwashukuru serikali yetu wametengeneza barabara, lakini kipindi hiyo kwa barabara watu wanajua, watu wanaenda Mwanza. Kwa hiyo Sekenke basoma siara. Kwa bwana PNC, mheshimiwa PNC alihangaika mpaka kufika Dar, akaja kuja Dar. Nakumbuka marehemu mamangu alikuwepo, akampokea, akaingia ndani, akaja akaimba ile nyimbo yake Mbona, lakini nikavutiwa nao. PNC ni watu ambao kusema kweli kunipa hata 100. Ili alikuja na huruma yake ambayo ilinivaa. Na mimi nikaipokea, nikaona sawa tu. Nikapiga naye na nashukuru Mungu nyimbo wa Tanzania walipokea vizuri. Wakati tunawasiliana ulikuwa unaamini kwamba anakuja kutupa bunda kwa maana anatoka Mwanza na anakuja kutaka collab na Mr. Blue wakati ni moto sana. Na watu wengi kiu yao ilikuwa kufanya kazi. Ni kweli, na kipindi kile nilikuwa sichukui bunda. Kusema kweli, kwa sababu ilikuwa ni mgumu sana kufanya collab na watu. Tofauti na kipindi hicho cha kati. Sasa nilivyoingia sasa kwenye huo maisha ya kusema bwana mimi nautegemea tu muziki. Kipindi kile nilikuwa sichukui bunda, kwa sababu nakumbuka Zedi Anton alishawahi kunikumbusha kwamba alishawahi kuniomba collab kwa kila hali na mali mpaka na pesa, lakini hakufanikiwa. Mwele kwa kipindi hicho ambao naongea wewe. Lakini PNC alifanikiwa. Basi tu niliona huyu katoka mbali bwana hadi Mwanza huko. Alafu pia alikuwa anaimba vizuri. Alafu PNC ni mtu ambaye ukiongea naye na kama unyonge fulani hivi. Kwa hiyo ile unyonge wake ule, yani alikuwa ananiigizia, basi alicheza scene vizuri sana. Alicheza scene vizuri. Yeah. Okay. Mr. Blue, watu wengi wamekuwa wakizibeza sana hizi shows za Chaka Chaka. Na imepelekea baadhi ya wasanii kama mpira wa kijamii kutoka kama Voice wanaonekana